Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa tuliokuwa nayo ni Rais wa Urusi Vladimir Putin ameingilia kati mvutano wa Iran na Israel. Rais wa Urusi Vladimir Putin amezungumza kwa njia ya simu na viongozi wa Israel na Iran akijaribu kupunguza mvutano unaoongezeka Mashariki ya Kati kufuatia maandamano makubwa nchini Iran. Israel ilitaka kufanywa chambo na Marekani, lakini kutokana na namna ambavyo nchi hiyo imeonekana kutojiandaa vilivyo katika mapambano dhidi ya Iran, Marekani ilichukua dhamana ya kutaka kufanya mashambulizi zaidi mbele ya Iran. Ilifika hatua msemaji wa jeshi la IDF alieleza wazi kusema kwamba raia wa taifa la Israel wasiwe na wasiwasi, kwani Israel haitaingia vitani dhidi ya Iran. Hata hivyo, Kremlin imesema Putin amezungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mara kadhaa, na moja kati ya mambo ambayo alikuwa akizungumza ni juu ya kusitishwa kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Lakini pia inadaiwa kwamba siku ya Ijumaa waziri mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Iran Masoud Pezeshkian walizungumza na Rais Putin, huku Putin akisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano kati yao. Ikumbukwe kwamba Israel ni moja ya washirika wakubwa wa Marekani, na hivyo jambo lolote ambalo litakuwa likihusisha Israel lazima Marekani wafahamu. Lakini kwa upande mwingine, Iran ni miongoni mwa washirika wakubwa wa Urusi, na kwamba wameshirikishwa katika mambo mengi kuhusu suala la Ukraine, lakini pia hata suala la vita hii. Rais Masoud Pezeshkian alishirikiana vema na Warusi. Ikumbukwe Urusi pamoja na Iran wamesainishana mikataba mikubwa ya ulinzi na usalama, na inadaiwa kwamba miongoni mwa silaha za Warusi zimepelekwa huko Iran na zilikuwa ni kwa ajili ya vita hivi, na baadhi ya wachambuzi katika Mashariki ya Kati wakieleza kwamba pengine vita hivi havikufanyika kutokana na silaha nyingi za Warusi zilizoingia huko nchini Iran, ambazo ni pamoja na ndege za Su-35 pamoja na ulinzi wa anga wa S-400, lakini pia na silaha zingine ambazo zinadaiwa kufika nchini Iran. Hii imekuwa ni moja ya hoja ambazo Marekani inadaiwa kutumia, lakini pia hata Israel. Putin ameahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Iran, huku Tehran kishukuru Urusi kwa kuiunga mkono katika Umoja wa Mataifa. Wachunguzi huru wanasema maelfu ya watu wameuawa na vikosi vya usalama vya Iran katika ukandamizaji mkali wa maandamano ya kupinga serikali, hali iliyochochea vitisho vya hatua za kijeshi kutoka Marekani, mshirika mkuu wa Israel. Huku hayo yakijiri, maandamano nchini Iran yanaonekana kupungua kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya Ayatollah Al-Khamenei kupitia jeshi la IRGC kutimua maandamano hayo. Hata hivyo, ulinzi ni mkali mno na maandamano katika maeneo mengi yanazidi kuzimwa kadri siku zinavyozidi kusonga. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi walikuwa wakipendelea kusema kwamba ni mkakati mkubwa uliofanywa na Iran kusitisha maandamano haya, kwani kadri maandamano yalivyokuwa yakizidi kusonga ndivyo ambavyo rais wa Marekani Donald Trump alivyotaka kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, Marekani ilitishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Marekani kwa mara nyingine ilitishia serikali ya Iran juu ya uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi kutokana na ukandamizaji wa waandamanaji katika nchi hiyo. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz kwenye kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa alisema rais wa Marekani Donald Trump ni mtu wa vitendo, si wa maneno yaliyoisha kama wanavyoona katika Umoja wa Mataifa. Kwa upande wake, naibu balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Ghoram Hussein Darzi amesema Tehran haitafuti kuongeza mvutano. Iran haitafuti kuongeza mvutano wala makabiliano, na hata hivyo kitendo chochote cha uchokozi cha moja kwa moja au kisicho cha moja kwa moja kitajibiwa kwa hatua madhubuti iliyowiana na sheria chini ya ibara 51 ya mkataba wa Umoja wa Mataifa. Hili si tishio bali ni kauli ya uhalisia wa sheria. Uwajibikaji wa madhara yote utakuwa juu ya wale watakaoanzisha vitendo vivyo haramu. Tangu kuanza kwa maandamano makubwa dhidi ya utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zaidi ya wiki mbili zilizopita, Trump amekuwa akitishia mara kadhaa kuingilia kati Iran kwa nguvu za kijeshi, ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, lakini pia baadhi ya viongozi wa nchi za Ghuba ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu wanatajwa kwamba walizungumza na rais wa Marekani Donald Trump achane na mpango wa kuishambulia Iran. Lakini ni kile ambacho Iran imesema
popote penye kambi ya Marekani basi itashambulia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.